16. Tutasoma wote kwa pamoja. Biblia inasema, ndipo Shadraka, Meshaki na nani wakamjibu wakamwambia nani? Ndio, Nebukadneza, hamna haja ya kukujibu katika neno. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kufanya nini? Na tanuru ile iwakayo, naye atatuokoa na mkono wako, nani? Fungu la 18. Tusome kutoka pamoja. 1, 2, 3. Ndio. Sisi hatutakubali kuingia nyumba yako wala kusujudia sanamu yako. Fungu la 28. Ndio. Fungu la 28. Fungu la 28. Nebukadneza akanena, ndio, ahimidiwe Mungu wa Shadraka, Meshaki, ndio, aliyemtuma malaika wake akawaokoa watumishi wake waliomtumaini, wakageuza neno la mfalme na kuitoa miili yao ili wasimamie mwingine wala kumwabudu ila Mungu wao wenyewe. Mungu wetu na Baba yetu, tupo mbinguni pako, tunatamani tusikie lile ambalo unatamani kunena nasi na kutufundisha. Katika jina lako Yesu Kristo, fungua bongo zetu. Amina. Katika sura hii ya Danieli, sura hii ya 3, kuna mambo kadha wa kadha ambayo tunajifunza, na huenda kila mmoja alipokuwa akisoma sura hii yote, kisa hiki cha vijana hawa watatu, Shadraka, Meshaki na Abednego, wakati wametoka utumwani na wakafika pale katika ile nchi ambayo mfalme Nebukadneza alikuwa akitawala. Na tunafahamu vizuri kisa hiki, namna ambavyo mfalme aliandaa sanamu na namna ambavyo alitoa maagizo. Nafikiri kwa wale ambao tumepita pia tunajifahamu, na kisa ambacho kinafahamika sana. Lakini leo nimetamani tuangalie mafungu haya matatu, na kuna mambo kadha wa kadha ambayo nimetamani tujifunze katika mafungu haya matatu. Bwana Yesu asifiwe. Yapo mambo mengi ambayo unaweza ukayaorodhesha ukatamani katika mafungu haya, nimejifunza hiki, lakini mchana leo yapo mambo matano ambayo ninatamani Roho Mtakatifu atuongoze tuweze kuyaelewa. Ninatamani Mungu atuongoze tuweze kuyaelewa, tuweze kuyajifunza katika kisa hiki cha vijana hawa watatu, marafiki zetu hawa, mashahidi zetu hawa watatu, Meshaki, Shadraki na Abednego. Shadraka, Meshaki na Abednego. Kijana wa leo ambaye unanisikiliza, msafiri wa kwenda mbinguni wa leo unayenisikiliza, ninatamani somo la leo tulibadilishe kutoka kwa vijana hawa watatu na liwe kwangu mimi Emmanuel. Bwana Yesu asifiwe. Kwangu mimi Bunura. Bwana Yesu asifiwe. Kwangu mimi Suleiman. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, somo letu linasema hata iweje simama. Jamani, hata iweje simama. Jambo la kwanza, nimesema yapo mambo mangapi? Matano ambayo nitamani tujifunze, na baada ya hapo mbele tutakuwa limeisha. Jambo la kwanza, katika fungu hili la 17 Biblia inasema, kama ni hivyo Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa. Na ile fungu la 18 anasema, bali kama si hivyo ujue mfalme ya kuwa sisi hatukubali. Kwa hiyo kanisa wameimba,
Sikia, mfalme, sikia. Tuna Mungu na wameimba kwamba huyu Mungu ambaye sisi tunamwabudu, huyu Mungu mmoja, hata kama hatatuokoa bado hatutafanya nini? Bado hatutafanya nini? Jambo la kwanza, maamuzi ya kile tunachokiamua ni chachu kubwa sana ya majibu ya maombi yetu. Yaani kuonesha sikio. Kile tunachokiamua sasa ni chachu kubwa sana ya majibu ambayo Mungu anatujibu. Sasa nikwambie, sio rahisi tu. Vijana wale watatu walisimama na kumjibu mfalme ya kwamba mfalme, sikiliza nikwambie, yaani sisi hatutasujudu. Kwa sababu sisi tunachokiamini ni kwamba Mungu ambaye anaabudiwa ni Mungu mmoja. Mungu ambaye ameziumba mbingu na nchi. Hivyo basi, huyo wapambo ambaye umemweka hapo, sisi hatutamsujudia. Kama hatutamsujudia, sikiliza nikwambie, ni kweli umeweka adhabu ya kwamba ambao hawatamsujudu sanamu nililoliweka watawekwa katika tanuru liwakalo moto. Sasa sikiliza nikwambie mfalme, sisi pale hatuendi. Sisi pale hatuabudu. Ile sanamu yako hatuiabudu. Kwa sababu tunajua kwamba huyu Mungu tunayemwabudu anaweza kutuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata kama hatakutuokoa, sikiliza nikwambie, hilo neno la pili ambalo vijana watatu wanalisema katika ile fungu la 18, bali kama si hivyo. Sikiliza nikwambie rafiki, kuna imani kubwa sana ambayo imetumika hapo. Kijana mwenzangu ambaye unanisikiliza, kuna imani kubwa sana ambayo imetumika kutamka haya maneno. Ni hili: kuna nyakati ambazo inabidi ufanye wajibu wako, alafu umwachie Mungu afanye wajibu wake. Vijana wale watu wanasema hata kama huyo Mungu basi ambaye tumekwambia anaweza kutuokoa, hata kama hatatuokoa. Yaani kwa maana nyingine, vijana hawatatu wanasema ya kwamba, sikiliza tukwambie mfalme, huyo Mungu iweje anaweza kutuokoa. Yaani hakuna alternative nyingine ambayo inaweza ikatokea hapo. Tuna uhakika anaweza kutuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nyakati ambazo unatakiwa ufanye kitu kwa imani, na kwamba Bwana, ninafanya hili kwa sababu ninajua utatenda. Yaani ninaanzisha biashara yangu hii ya kuuza nyanya kwa sababu ninajua kabisa ya kwamba nitafanikiwa. Hata kama sitafanikiwa, lakini ninajua Mungu kuna namna ambayo atanifanikisha. Hiyo ni imani tosha ya kwamba Bwana atakuwezesha katika kile ambacho unakiendea. Ndio maana nimesema maamuzi ya mambo ambayo tunayafanya, maamuzi ambayo tunayaamua, huwa siku zote ndio chachu kubwa ya majibu ya maombi yetu. Sikiliza nikwambia rafiki, Shadraka, Meshaki na Abednego wanapomwambia mfalme ya kwamba hata kama hatatuokoa, bali kama si hivyo, hata kama hatatuokoa, ile ilikuwa ni imani tosha kwamba haiwezekani huyu Mungu akaacha kutuokoa. Yaani walikuwa wameshajihakikishia kwamba haiwezekani. Yaani iweje, lazima wataokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ilikuwa ni imani. Na mimi mchana leo ninakwambia rafiki, omba imani hii ya kufanya maamuzi magumu ambayo hata Bwana mwenyewe akiangalia anasema kwa kweli hapa hakuna namna, huyu kijana inabidi nimuokoe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukiangalia katika masomo yako unakutana na changamoto kubwa sana, kwenye biashara unakutana na changamoto kubwa sana. Sikiliza, kaa chini na sema, Mungu, kwa kweli hii ni changamoto imekuja, lakini kwa kweli hivi
na hili, sitakuacha. Daima nitasimama imara. Kwa maana nyingine, tusimkaririe Mungu. Usimkadirie Mungu kwamba sasa hivi Mungu anaweza kweli kufanikisha hii biashara ambayo ninaianzisha. Hivi kweli kwenye haya masomo yangu tumeambiwa tukafanye mtihani Jumamosi. Hivi kweli nisiende kufanya mtihani, Mungu kweli anaweza akafanya alternative huko mbeleni nikapewa mtihani mwingine wa kufanya. Usimkadirie Mungu. Wewe fanya maamuzi ambayo unaona kabisa ni sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, kila tunachokifanya kimebeba mambo mawili. Moja, kutukuzwa kwa jina la Mungu au kuaibishwa kwa jina la Mungu. Wewe kijana, tumeimba wimbo wetu YA, mashahidi wa nani?